Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo John Heche ametoa uchambuzi wa kina na tamko kali akimjibu vikali msemaji Sheikh Mwaipopo kufuatia mlolongo wa kauli zake hadharani. Kiongozi huyo wa upinzani ameweka wazi msimamo wake kuhusu nafasi ya Sheikh Mwaipopo katika jamii na jinsi kauli zake zinavyoathiri mustakabali wa umoja wa kitaifa, huku akichambua kiundani muundo wa mamlaka ya kidini ndani ya Uislamu. John Heche amebainisha kwa umakini kuwa matumizi ya jina shehe hayapaswi kuchukuliwa kama cheo rasmi cha kiutawala au kiongozi ndani ya taasisi ya dini hiyo ya Kiislamu, bali ni neno la kawaida linalotumiwa na jamii kuonyesha heshima, linalofanana kabisa na maneno kama bwana au mzee yanayotumika katika maisha ya kila siku. Katika kueleza muundo rasmi wa uongozi wa kidini nchini, John Heche amefafanua kuwa viongozi wenye mamlaka halali na wanaotambulika rasmi kisheria na kiimani kusimamia masuala ya dini ya Kiislamu ni pamoja na imamu, mufti pamoja na kadi pekee. Kupitia utaratibu huo, mwanasiasa huyo ameweka kando Sheikh Mwaipopo akimtaja kama mtu wa ovyo asiyepaswa kupewa kipaumbele wala kushughulikiwa na jamii kutokana na mienendo yake ya kijamii na kauli zake. John Heche amesisitiza uzito wa jambo hili akieleza kuwa masuala yanayoguza imani ya dini yana athari kubwa na hatari zaidi kwa ustawi wa nchi kuliko hata itikadi, falsafa au ushindani wa kisiasa unaofanywa na vyama vya siasa nchini Tanzania. Uchambuzi wa John Heche umebainisha kuwa pale ambapo jamii inafika hatua ya kufarakana na kugawanyika kwa misingi ya kidini, inachukua muda mrefu sana na mchakato mgumu kuweza kuwarudisha wananchi pamoja na kujenga upya utangamano uliopotea. Kiongozi huyo amemkabili Sheikh Mwaipopo kwa kukataa vikali madai kuwa wananchi wa Tanzania na wafuasi wa upinzani wanampinga au kumkosoa Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya misingi ya imani yake ya kidini. John Heche amebainisha kuwa ukosoaji wowote unaoelekezwa kwa viongozi au kiongozi huyo wa nchi na serikali yake unatokana kikamilifu na utendaji wao wa kasi pamoja na matendo yanayotafsiriwa kuwa ni za kidhalimu, na kwamba ukosoaji huo hauna uhusiano wowote na swala la dini ya mkuu huyo wa nchi. Akiendelea na uchambuzi wake wa kiimani, John Heche amebainisha nguzo kuu mbili ambazo dini ya Kiislamu inasimamia na kulihimiza kwa nguvu zote, ambazo ni utafutaji na usimamizi wa haki pamoja na uwepo wa upendo wa dhati miongoni mwa wanadamu wote. Mwanasiasa huyo ametumia misingi hiyo kuonyesha jinsi matendo ya kibinafsi ya Sheikh Mwaipopo yanavyoenda kinyume na mafundisho hayo, akitolea mfano wa karibu suala la ufugaji na umiliki wa mbwa unaofanywa na msemaji huyo. John Heche amefafanua taratibu na usafi za tohara za kimila, akieleza kuwa pua ya mbwa inapomguza au kumfanyia najisi muhimu ya Kiislamu, mtu yeyote anapoteza sifa za kuingia msikitini kwa ajili ya ibada mpaka pale taratibu tabithi za usafi zitakapofuatwa kikamilifu. Kulingana na utaratibu hizo zilizoelezwa, iwapo mbwa ameguza mwili au chombo chochote kinachotumika na muumini, chombo hicho kinapaswa kuoshwa na kuzuguliwa kwa umakini mkubwa kwa kutumia mchanga na maji ili kuondoa najisi huo. John Heche amebainisha kuwa kutokana na picha na video zilizoonyesha mbwa akiwa amekaa karibu na nyumba ya Sheikh Mwaipopo mara kwa mara, ni dhahiri kuwa mnyama huyo ameshaguza na kumnusa zaidi ya mara 100.
Kiongozi huyo ameeleza kuwa kwa kuwa Sheikh Mwaipopo hajafuata taratibu hizo za usafi wa kiimani, amepoteza sifa za uwakilishi na hawezi kuhesabiwa kuwa miongoni mwa waumini waadilifu wanaofuata misingi hiyo. Uchambuzi huo wa John Heche pia umeguza kwa kina utendaji kazi wa vyombo vya usalama nchini, hususan jeshi la polisi, ambapo amesema imekuwa ilikitangaza kuwa na umakini na uhodari mkubwa katika kuzuia viashiria vyote vinavyoashiria uvunjivu wa amani, uchochezi na uhasama miongoni mwa jamii. Mwanasiasa huyo ameeleza kushangazwa na kusikitishwa kwake na ukimya mkubwa uliopo kwa sasa, akibainisha kuwa mpaka sasa jeshi la polisi alijatoa tamko au kauli yote ya kulaani hadharani kauli hatari zilizotolewa na Sheikh Mwaipopo. Kutokana na ukimya huo wa mamlaka, John Heche ametoa wito rasmi kwa chama chake cha Chadema na wananchi wa Mbeya na Watanzania wote kusimama na kulaani kwa nguvu zote kauli hizo ili kulinda amani ya nchi. Kiongozi huyo pia amejibu kwa uchambuzi wa kina kuhusu vitisho vilivyotolewa na Sheikh Mwaipopo, ambapo alidai kuwa kundi lake linalofanya operesheni ya kuwatahiri watu mitaani bila kutumia dawa za kuizuia maumivu au ganzi. John Heche amepuuzia mbali vitisho hizo, akieleza kuwa mchakato wa tohara kwa mwanaume umekuwa ukifanywa tangu zamani kwa kutumia taratibu za kawaida pasipo uhitaji wa dawa za kanzi. Hata hivyo, amemtaja msemaji huyo kama muhuni wa mitaani anayejaribu kutisha wananchi pasipo mafanikio. Amewataka wananchi kutoogopa vitisho hivyo vinavyolenga kuleta hofu na badala yake waendelee kuzingatia hoja za misingi za maendeleo na uwajibikaji wa viongozi. Mwishoni mwa uchambuzi wake, John Heche amekumbusha historia ya nchi na jinsi Watanzania walivyoweza kujenga jamii yenye misingi imara ya upendo na mshikamano wa muda mrefu. Amesisitiza mchango wa kipekee wa mahususi wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ama muasisi wa taifa Julius Kambarage Nyerere katika kuweka misingi ya utengamano ambayo imewezesha nchi kubaki salama. Amebainisha kwa kutoa wito wa kulinda urithi huo kwa kukataa kauli zote za kibaguzi na kidini zinazoenezwa na watu binafsi kwa maslahi yao wenyewe, huku akitaka mijadala yote ya kitaifa ijikite kwenye kuhoji haki, utendaji wa serikali na matumizi mabaya ya mamlaka.